ori, 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 ori. Jesus, 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 Jesus. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya jioni leo. Asante kwa kuwa Mungu umeruhusu tena malangoni pako tuingie tukiwa salama sana. Asante kwa ajili ya watoto wako wengi ambao wameendelea kuhudhuria vipindi hivi kila itwapo Jumapili ya leo. Mungu umetupa nafasi ya pekee kabisa kupitia mitandao hii ya kijamii na radio na TV, ili neno lako kila wakati Bwana likafanyike baraka katikati ya watu hao. Ninakusihi kama mtumishi wako, kanitumie tu kama chombo Bwana, ili neno lako lenye uwezo wa kubadilisha mtu mmoja kuwa mtu mwingine likawe na nguvu katikati ya maisha yao. Ninakusihi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Hasa kipindi hichi Bwana, tukiwa katika kukumbuka kuteswa kwake na katika safari ya kuelekea kufufuka, Mungu katupe jicho la kuona Bwana kumbukumbu hii ikawa ni kumbukumbu yenye ujazo ndani yetu, yenye kubadilisha mambo, yenye kuuisha, yenye kufufua vilivyokufa. Bwana, katupe uweza wa kutambua nafasi ya pekee ya uzima na afya na ile neema uliyoachilia Bwana katikati ya dunia hii. Tunakusihi jioni leo Baba, tembea nasi, usituache. Tunajiungamanisha Bwana na watoto wako popote pale Tanzania na duniani kote, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. In the mighty name of Jesus Christ, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu tunajikabidhi Bwana. In the mighty name of Jesus Christ, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Sante Jehova, sante Mungu wetu, sante kwa Bwana umetulizia tena. Katika jina la Yesu ninaomba nikiamini kwa Mungu utakuwa nasi kwa dakika hizi chache ambazo Baba umetupa kibali machoni pa watu wako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Amen. You are welcome, so welcome. Karibuni sana wapendwa watu wa Mungu, karibu sana. Ikimpendeza Mungu sana, siku ya leo tumebarikiwa kuingia katika malango haya kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, akitukumbusha habari za Kristo na namna alivyokuwa akitembea na kanisa kwa kipindi hichi, akielekea katika mateso na si mateso, katika kuelekea kumkomboa mwanadamu mmoja. Naye katika namna hiyo tunapaswa nasi tukakumbuke, tunaposoma Biblia katika malango ya Mathayo, mlango ule wa 25, kati ya zile hadithi ambazo Kristo alikuwa akitoa mifano kadhaa, ipo habari moja ya wanawali kadhaa waliokuwa wametofautiana mitazamo katika namna ya kumsubiri Bwana mkubwa. Kisoma Mathayo 25, anasema, ndipo ufalme wa mbinguni utakapofanana na wanawali 10 waliotoa taa zao wakatoka kwenda kumlaki bwana harusi. 5 hao walikuwa wapumbavu na 5 wenye busara. Wale waliokuwa wapumbavu walizitwaa taa zao, wasitwae na mafuta pamoja nao, bali wale wenye busara walitwaa mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao. Hata bwana harusi alipokawia, wote wakasinzia, wakalala usingizi. Lakini usiku wa 8 pakawa na kelele, haya bwana harusi, tokeni mwende kumlaki. Mara wakaondoka wanawali wale wote, wakazitengeneza taa zao. Wale wapumbavu wakawaambia wenye busara, tupeni mafuta yenu kidogo, maana taa zetu zinazimika. Lakini wale wenye busara wakawajibu wakisema, sivyo, hayatotosha sisi na ninyi. Afadhali shikeni njia muende kwa uzao mkajinunulie. Mstari wa 10, na hao walipokuwa wakienda kununua, bwana harusi akaja, nao waliokuwa tayari wakaingia pamoja naye harusini, mlango ukafungwa. Ori karabasika andarabashata ya masika, likorobosa taya mashanda ya masika. Yesu
anatoa mfano huu akiwa na maanisha kabisa ya kwamba usamani wako yawezekana haujajua. Tunapopita mwezi huu wa 4 na Mungu akatupa neno hili kutoka kwa Mathayo 21 mstari wa 1 mpaka wa 10, na kukutana na wale wanawali 10, kati yao 5 walitambua thamani yao katika kipindi kile walichokuwa wakipita, na hao 5 wengine ambao kwa namna nyingine waliitwa wapumbavu hawakutambua thamani yao katika kipindi walichokuwa wakipita. Ndio Yesu anatupa mfano huu. Unapotambua thamani yako, basi jua ulichokibeba thamani yake. Wanawali hao ukiwaangalia na ukiuangalia mfano huu, walijua thamani ya kile ambacho wanakwenda kukipokea. Walijua thamani ya taa walioibeba ipo katika mafuta. Walijua thamani ya taa walizozibeba haitaitwa taa, haitafanya kazi kama taa, haitakuwa na thamani kama mafuta hayatakuwepo ya kutosha. Ribasaka ya ndarabashata ya masika. Tumekuwa katika nyakati nyingi tukiona kwamba tuna thamani mbele za watu na tukajiinua na tukaona kwamba tunafaa sana mbele zao. Lakini nataka nikwambie, usipoinuka mwenyewe na kujua thamani yako, hakuna mtu atakayejua thamani ya kwako. Usipotunza ndani yako yule Kristo kwa dakika zote na kwa sekunde zote, nataka nikwambie, ipo dakika moja ambayo shetani ataharibu maisha yako. Naongea na mtu mmoja ambaye amejitolea kumtegemea Mungu 100%. Rikarabasika ndarabashata. Mtu huyu ninayezungumza naye ni mtu ambaye amejua thamani ya wokovu. Ametambua thamani ya kufa kwa Kristo na kufufuka kwake. Ametambua thamani ya Yesu katika maisha yake. Mali basaka ya ndarabashata ya masika. Likorobo sata ya mashanda ya masika la korobo shata. Mtu huyu hataacha hata dakika moja ipite, hata sekunde moja ipite bila kumuinua Kristo katika maisha yake. Nazungumza na mtu mmoja ambaye anajua kuishi wokovu maana yake ni kuishi katika utakatifu. Masekarabashata ya masika ndoroshata. Mtu huyu ndiye ambaye anaweza akajua nguvu ya kuishi wokovu pasipo maombi haiwezekani. Ndiye ambaye anajua mafuta yake ni maombi, mafuta yake ni mikesha. Mtu huyu atakuwa katika nafasi ya pekee kabisa, katika namna moja ama nyingine, ya kujua namna Mungu anavyoweza kujihudhurisha katika maisha yake. Tafuta mtu mmoja ambaye amejua thamani ya kumuishi Mungu, thamani ya kutunza wokovu. Rabazika ya ndarabashata ya masika. Yesu anazungumza habari ya mfano huu, anawaambia ni sawasawa
na wanawali 10 waliotoa taa zao wakatoka kwenda kumlaki bwana harusi. Ni mtu mmoja ambaye amekaa katika nyakati hizi akitaka kukumbuka kufa kwake Kristo na kufufuka kwake, akiwa ametegemea kukaa katika maombi haya ya siku 40 kwamba anaweza akabadilishwa na Kristo. Nataka nikwambie hivi, ni lazima ujue thamani ya utakatifu, thamani ya wokovu ulioubeba kwa kipindi hichi. Manake ipo nguvu ya tofauti itakayokufanya uweze kutunza utakatifu wako. Manake Bwana majeshi anapokuja mbele zako katika namna hii, lipo jambo ambalo unatakiwa ulifanye katika utofauti. Masekerebo shata ya masika. Isiwe tu katika namna ya kawaida. Wanawali hawa pamoja na kwamba wote walikuwa na taa, masekerebo shata ya masika, pamoja na kwamba wote tumefungwa kwa mfungo wa siku 40, pamoja na kwamba wote tumejinyima kwa siku 40, pamoja na kwamba wote tunategemea kuiona Pasaka, pamoja na kwamba wote tunasoma Biblia, pamoja na kwamba wote tunaingia katika ibada za majivu kila itwapo Jumatano, pamoja na kwamba wote tunajua kwamba hii ni Kwaresima. Masekarabashata ya masika. Nataka nikwambie, usipojua thamani yako ya kila ulicho nacho katika kukitunza, hakutakuwa na badiliko. Yawezekana kabisa kufunga kwako kukawa ni bure. Yawezekana kujua kwako Pasaka na kuitambua na kuiverify katika kila identification na kujua kila aina ya mifungo ya Pasaka, lakini hakutakuwa na thamani yoyote ya kufa na kufufuka kwa Kristo kwa kipindi hichi kwako. Anasema hao wanawali wote 10 walibeba taa zao. Masekarabashanda masika. Wote 10 walikuwa na taa. Inawezekana ni taa zilizonunuliwa kwa gharama kubwa, na wote walikuwa na lengo la kumlaki bwana harusi. Kila mmoja alikuwa na taa yake kwenda kumlaki bwana harusi. Lakini kuna mstari unatutenganishia. Masakarabashata basi. Anasema wale wengine 5 walikuwa wameacha kubeba mafuta. Hao akawaita ni wapumbavu. Na 5 wengine wenye busara wakakumbuka kubeba mafuta ya kutosha. Sio mafuta tu, mafuta ya kutosha. Masekereboshata ya masika. Manake hawa walijua thamani ya walichokibeba, kwamba thamani yake ni pale kinapokuwa kinawaka. Majika azeko payanda rabashata ya masika. Atakayejua thamani ya biashara yako, atakayejua thamani ya ndoa yako, atakayejua thamani ya watoto unaowatafuta, atakayejua thamani ya kazi yako, atakayejua thamani ya utumishi uliobeba ndani, wa kwanza ni wewe mwenyewe. Maribasaka ya ndarabashata ya masika. Kama usipojua thamani ya ulicho nacho, maana yake hautaweza kukilinda masaa 24.
Anawaambia wapumbavu wale walibeba taa, ndio, yawezekana na mafuta wakawasha, ndio, lakini hawakujua thamani ya ile taa ni wakati gani. Kipimo cha thamani ya ulicho nacho ni wewe mwenyewe. Masikarabashata. Mtu mmoja anaweza asielewe vizuri habari ya wanawali. Tupo katika nyakati za kukumbuka kuelekea kuteswa kwa Kristo, kuzikwa kama tendo la imani, ili tunaposhangilia kufufuka kwake. Maana yake usipojua thamani ya kipindi hichi tunachopita, maana yake utafanya vitu rahisi. Utapanda mbegu isiyo na thamani. Ni kipindi ambacho yawezekana yakawepo mapito makali. Yesu anasema ingewezekana kikombe hichi kiniepuke, Baba, lakini kwa kuwa alijua thamani ya kile anachokiendea, masikarabashata ya masika, alitambua thamani ya kufa kwake. Alijua zipo siku 3 za kutangaza ushindi. Zipo siku 3 za kumtangazia shetani umauti, na tutakapofufuka rabazi kaya mashinda ya masika, maana yake utakuwa ni ushindi ambao shetani hatapata nafasi tena juu ya mwanadamu huyu naye kwenda kumkomboa. Ukombozi huu ulikuwa ni ukombozi wa tofauti. Masikarabashata masika. Wiki hii ni wiki ambayo kutambua thamani ya wokovu ambao Kristo alikubali kuupokea, akakubali mateso, akakubali kutemewa mate, akakubali ziaka, lakini kwa sababu alikuwa amejua thamani ya anachokiendea. Unapokuwa katika maombi haya ya siku 40 na unapokwenda kukaribia kumaliza, yawezekana ulikuwa hujajua na ulifunga tu kwa mkumbo. Nataka nikubadilishe vision yako ya maombi. Nataka nibadilishe mtazamo wako wa siku 40 za maombi. Nataka nibadilishe mtazamo wako juu ya Jumatano za majivu. Nataka nibadilishe mtazamo wako wewe na watu unaoandamana nao. Masikarabashata ya masika. Geukia ulichokibeba na ukiangalia kwa jicho la karibu ya kuwa kipo hai au kimekufa. Angalia ndoa yako ndani, angalia watoto wako juu ya elimu yao, angalia biashara yako, angalia kazi yako. Je, ina uhai? Ndio kipindi ambacho unatakiwa ujue thamani ya ulicho nacho, ili kinapokwenda kufa na Kristo kikapata nafasi ya kufufuka na Kristo. Masikarabashanda ya masika. Rabo sataya mashanda ya masika. Anasema wale wanawali 10, kila mmoja alibeba taa nzuri, na wakajua wanayekwenda kumpokea ni bwana harusi. Lakini watano hawa hawakubeba mafuta ya kutosha, na hawa wenye busara 5 wakajaza vyombo vyao. Anasema wakajaza vyombo vyao, manake hawa walijua thamani ya mwanga utokao kwenye taa. Unasema Mwasomola unaongea nini? Ni lazima tuwe na busara za kutambua yale yanayotuzunguka. Ni lazima tuwe na busara za kufahamu thamani ya vile tulivyo navyo. Mwezi uliopita ulikuwa ni mwezi tunaomba Bwana
tuanzishe vitu vipya ili Mungu afanyike baraka katika hayo tunayoyaanzisha. Na Bwana akatenda. Waliohitaji kuanzisha biashara kwa imani walienda kununua biashara chache. Waliohitaji ndoa wakaenda kununua pete kwa imani. Waliohitaji watoto wakaenda kununua baby show na nguo za watoto kwa imani. Waliohitaji kujenga nyumba kwa imani, mwezi uliopita walibeba matofali 2 matatu wakayapeleka site, kwa sababu ulikuwa ni mwezi wa kujenga msingi. Mashanda ya masika. Sasa tunapokuja mwezi huu wa Asaheli, anasema Asaheli means God made. Kama tunaamini ulichokianzisha ni Mungu aliruhusu, maana yake mwezi huu utakiwi kugeuka. Lazima ujue thamani ya ulichokianzisha. Riba sakaya mashinda ya masika rosha. Usipojua thamani ya hicho ulichokiweka mahali, maana yake ni rahisi sana kugeukia kitu kingine. Unasema Somola unaongea, wao wanawali hawakujua thamani ya taa na kinachopatikana ndani ya taa kinaweza kikafanya nini? Mareba saka yandara bashata. Unapoendelea mbele anasema, lakini usiku wa 8 pakawa na kelele, haya bwana harusi, tokeni mwende kumlaki. Mara wakaondoka wanawali wale wote, wakazitengeneza taa zao. Wale wapumbavu wakawaambia wenye busara, tupeni mafuta yenu kidogo, maana taa zetu zinazimika. Thamani ya ulichokibeba. Thamani ya ulichokibeba. Masi karabashanda ya masika. Ori karabasata ya mashanda ya masika. Mungu atuepushe, atusaidie kipindi hichi. Atusaidie wiki hii. Mungu kwa msaada wa Roho Mtakatifu akatusaidie kujua thamani ya yale ambayo Mungu ameyajenga kwetu. Tukajue thamani ya kukumbuka kifo cha Kristo na kufufuka kwake. Tukijua thamani hiyo wiki hii, manake tutakachokipanda ndicho ambacho tunategemea kukivuna. Hatutakuwa tu katika maneno ya kusema tunafufuka na Kristo. Hatuwezi tu kufika mwisho na kusema tunafufuka na Kristo wakati thamani ya huo ufufuo bado hujaiona kwenye mambo ya kwako. Mari basaka. Ni lazima tujue thamani ya tulivyo navyo katika kuelekea kufufuka kwake Kristo. Mazika ya ndarabashata masika. Yesu tusaidie. Yesu tusaidie. Yesu tusaidie. Anasema, lakini wale wenye busara wakawajibu wakisema, sivyo, hayatatutosha sisi na ninyi. Afadhali shikeni njia mwende kwa wauzao mkajinunulie. Isije ikafika wakati wa kukumbuka kufufuka kwa Kristo. Ori basaka ya ndarabashata. Wewe ndio unaanza kupambana na ndoa yako. Wewe ndio unaanza kupambana na biashara yako. Wewe ndio unaanza kupambana na watoto. Wewe ndio unaanza kupambana na kazia nyingi. Mazaka yanda. Na kile ambacho ulikuwa umekiandaa na umekiweka na umekianza kukijenga kikawa hakina thamani tena. Ni kwa sababu tu ya kutokujua thamani ya ulichokibeba. Ninazungumza na mtu mmoja aliye na utayari wa kujua thamani yake. Masi karabashanda ya masika. Yesu anasema, nimekuja kwa ajili yenu. Anazungumza akiwa katika safari yake. Manake mission kubwa ya kuja kwake Kristo ni kwa ajili yetu.
Inawezekanaje wewe usijue thamani yako? Masekerebo shata ya masika. Oh Yesu tusaidie. Masika andarabasha. Mungu tusaidie tujue thamani. Anasema ninamtuma mwana kwa ajili yao, baada ya kuona mateso makubwa mwanadamu alionayo. Na sisi mpaka leo hatujajua thamani tulionayo. Kupitia neno la Bwana kutoka Mathayo 25 na mfano huu wa Kristo, alikuwa anajitahidi kuwakumbusha watu wa Mungu kujua thamani yao. Nyakati hizi ni nyakati ambazo haya maombi ya siku 40 ni maandalio ya kukukumbusha kujua thamani yako. Yawezekana ukakaa siku 40 na bado bwana harusi akafika na bado ukaendelea kuhangaika na mambo yako. Sijui kama ninazungumza na mtu mmoja ambaye anategemea kuinuliwa mahali, anategemea mipango yake ije ifufuke na Kristo. Masika na bashata. Thamani yako iko wapi? Wanawali hawa wenye busara walitambua thamani ya taa walizozibeba. Thamani ya taa walizozibeba. Bila mafuta hazina thamani. Hazina thamani. Hazina thamani. Ori basaka ya ndarabashata ya masika. Masekerebo shata ya masika. Ori, 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 ori. Yesu tusaidie. Yesu tusaidie. Thamani yako umeitambua juu ya kumbukumbu hii ya kuelekea kuteswa kwa Kristo na kisha kufa na kufufuka kwake? Au unaenda tu kwa nadharia, unakwenda tu kwa mkumbo? Kanisa limesema funga, kanisa limesema Jumatano majivu, kanisa limesema ni Ijumaa Kuu. Unakwenda kwa mkumbo. Thamani yako iko wapi kwa habari hizi za Kristo? Thamani yako iko wapi? Thamani yako iko wapi? Thamani yako iko wapi, mtu wa Mungu? Ori basaka ya ndarabashata ya masika. Liko robo sata ya mashanda ya masika. Mazaka ya ndarabashata. Ozika ya ndarabashata ya masika. Zebazi kaya masika ya ndarabashata ya masika. Lenderebo sata ya mashanda ya masika. Thamani yako iko wapi? Thamani yako iko wapi? Thamani yako iko wapi? Ninakukumbusha mtoto wa Mungu, popote pale ulipo, kwako iwe ni privilege, iwe ni upendeleo kabisa unayefuatilia vipindi hivi, iwe ni upendeleo kwako kabisa, ninakukumbusha ikumbuke thamani yako. Kumbuka Kristo alikuja kwa ajili yako. Kumbuka thamani yako iko wapi. Unaweza ukafufuka na mipango yako. Itakapofika ufufuo, maana yake utazika thamani yako, na ndicho ambacho kitafanyika baraka wakati wa yeye akiwa anafufuka. Usitegemee kuvuna ambacho hukupanda. Mariba saka ya ndarabashata. Na kukumbusha, kumbuka thamani yako kama mwanadamu kwa ajili ya umauti wa Kristo, kwa ajili ya tendo la Kristo kufa na kufufuka. Kumbuka wewe una thamani gani katika hilo tendo. Kumbuka thamani yako. Mazekerebo shanda. Wanawali hawa wanasema nendeni mkatafute mafuta. Nendeni mkatafute mafuta. Wanapokwenda kule, bwana harusi anapofika, anachukua wale waliojua thamani ya taa, maana yake anawakuta wakiwa na utayari, kisha wanampokea, wanaingia katika harusi. Usije ukaishia nje,
Usije ukahesabu miaka, kila miaka unahesabu kumbukumbu. Hii miaka na hizi Pasaka zipo kwa ajili ya kukumbusha thamani ya kwako juu ya wokovu, juu ya kufa kwake na kufufuka kwa Kristo. Hizi kumbukumbu zipo kwa ajili ya kukuingiza malangoni na kukukumbusha tena ili ukae ndani ya wokovu. Hizi kumbukumbu zipo kwa ajili ya tendo la imani la kukukumbusha kwamba imani yako kama mwanadamu, kumbuka thamani yako. Kama Pasaka mwaka jana ilipita, haukuinuliwa na familia yako, haukuinuliwa na ndoa ulioitafuta. Kama Pasaka iliyopita haukuinuka alipofufuka Kristo, nawe haukuinuka pamoja na biashara yako, haukuinuka na kazi yako, haukuinuka na kuimarishwa katika jambo lako ulilokuwa ukiomba kwa miaka mingi. Kumbuka thamani yako kwa kipindi hichi. Tutakuwa na wiki nzima ya kujaribu kukukumbusha mtoto wa Mungu. Rabazika ya ndarabashata ya masika. Ribasaka. Tumekuwa na dakika chache sana. Zaka ya ndarabasha. Unaweza ukanyosha mkono popote pale ulipo kwa imani. Yakobo 5 kama neno kuu linalotuongoza kwa mwaka huu. Yakobo 5:15 anasema tutakapoomba kwa imani, mtu mmoja atapokea. Ribasaka ya ndarabashata. Hata kama ametenda dhambi namna gani, atapokea. Nami kwa imani nipo madhabahuni pa Bwana wa majeshi. Popote pale ulipo wewe, uliye Mbeya, uliye Arusha, uliye Dar es Salaam, uliye Dodoma, uliye Kenya, uliye Uganda, uliye Amerika Kaskazini, uliye Brazili, uliye Oman, uliye Uarabuni, nyosha mkono wako kwa imani. Manake tunatamani Mungu atukumbushe thamani tulizo nazo kwa kipindi hichi tunachokiendea. Masikarabashanda. Ili kufunga kwetu na Kwaresima hii isiwe ni bure. Masikarabashanda ya masika. Liko sata ya mashanda ya masika. Mazata ya mashanda. Ribasaka ya ndarabashata ya masika. Bwana majeshi, Baba, katika jina la Yesu, kwa imani ninakuja kwako Bwana. Yawezekana hatujajua thamani za namna ulivyotufanya kama wanadamu, na namna ulivyomtuma mwanao wa pekee, na ukasema ninamtuma mwanangu wa pekee kwa ajili yenu. Yawezekana hatujajua thamani hiyo, kama wale wanawali wapumbavu 5 ambao hawakujua thamani ya taa walizozibeba. Hawakujua. Mungu, tunaomba ukatutofautishe na hao wanawali. Tukumbushe thamani tulio nayo Bwana kwa kipindi hichi. Tunasema imetosha Bwana kuhangaika. Imetosha Bwana kuvuka Pasaka hizi na kukumbuka tu kila wakati tukazibeba, lakini kila zinapopita zinabaki kuwa machungu katikati ya maisha yetu. Zimetuendelea kutuachia makovu. Zimeendelea Bwana kutuacha tukilalamika. Tunaomba Bwana wiki hii na jioni leo tukumbushe thamani ya kipindi hichi Bwana, ambacho tunakumbuka kufa kwako na kuteswa kwako na kufufuka kwako Bwana majeshi. Tunaomba Yesu tukumbushe Baba. Ribasaka ya ndarabashata ya masika ya ndarabashata. Tukumbushe thamani ya kipindi hichi Bwana, ili nasi mwaka huu mwezi huu Bwana usipite bure. Wakati uwe Bwana wa Pasaka hii Baba usipite bure. Bwana, itakapofika wakati wa kufufuka kwako Bwana, tukafufuke Bwana na haya tunayotamani, tukafufuke nayo. Maana tutajua thamani ya namna ambavyo Bwana umekuwa nasi. Bwana, tukumbushe thamani yetu. Tukumbushe thamani yetu Bwana majeshi. Mali basaka ya ndarabashata ya masika. Karabasaka ya ndarabashata ya masika. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Popote pale ulipo, weka mkono wako kifuani, fuatana na mimi maneno haya. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu,
ninaomba nikumbushe thamani yangu. Ninaomba nikumbushe thamani yangu, hata kwa mifano wakati wa usiku, kama ilivyokuwa ulivyofanya mifano kwa watu hawa, mifano kwa mitume wako. Ninaomba Bwana, ninaomba Bwana nikumbushe kwa mifano, ili nikumbuke thamani yangu katika kifo chako. Bwana Yesu, sema Bwana Yesu, ninaomba nikumbushe thamani yangu, nikumbushe thamani yangu. Mungu akubariki sana popote pale ulipo, na nina imani Mungu, na wiki nzima hii tutaendelea kukumbushana, ili siri hizi za ufalme wa Mungu tukazifahamu. Kwa nini wengine wavushwe? Kwa nini wengine wafanikiwe? Kwa nini wengine wanaposhangilia kufufuka kwa Kristo ni kweli wanashangilia, lakini sisi tumekuwa tukishangilia, baada ya siku moja siku mbili tunarudi katika matatizo tulio nayo. Tunataka tumwambie shetani na adui ambaye anataka kupanda upumbavu kama wale wanawali wapumbavu wale usahau taa zao, hatutasahau mafuta, hatutasahau mafuta mpaka dakika ya mwisho. Manake tutaendelea kukesha na kuomba mpaka pale tutakapoona utimilifu umekamilika. Bwana wabariki sana, na Mungu afanyike baraka kwa ajili ya leo. Shalom, shalom, shalom.